Tumerudi na tunaendelea na Wanawake Live, na nimekuambia sasa narudi na sehemu nyingine ya pili ambayo kama ulivyoona ni wanawake na masuala ya katiba ya Tanzania. Unajua kabisa nchi yetu tuko katika harakati za kupata katiba mpya, na sisi kama wanawake, kwanza ukiangalia watu wanasemaje, population ya nchi yetu Tanzania, wanawake ni wengi zaidi, 51%. Kiukweli ni kwamba na sisi kama wanawake tunataka mambo yetu yaweze kujitokeza kwenye katiba mpya ya nchi hii, na yako mengi kweli. Sasa mtu ambaye amekuja hapa anakuja kutupa updates, kwa sababu kama unavyojua sisi tuna pilika nyingi na huenda si kufuatilia sana mambo ya habari. Wapo baadhi wazuri sana wanawake ambao wanafuatilia habari zinaendaje, nini kinatokea katika nchi yangu na vitu kama hivyo. Lakini tulio wengi bwana, na ukizingatia hata umeme wenyewe kuna maeneo ambayo hujafika, kwa hata yani ni vurugu tu. Sehemu nyingine hata magazeti yakifika wanawake tuko busy, mzigo wa familia umekuelemea. Kwa hiyo yani wewe ni pilika tu mwanzo mwisho, asubuhi mpaka asubuhi unahangaika tu. Kwa hiyo basi tumeona ni vyema angalau dakika hizi chache unazokaa hapo kwenye kochi lako ambalo limetengenezwa na Magodoro Dodoma, uweze kujua kitu gani kinaendelea kwenye masuala ya katiba, lakini pia yanaingiliana vipi na mada ambayo tumetoka kuiangalia, kundi ambalo tumetoka kulizungumzia. Je, ni kundi ambalo katiba inaweza ikalitambua au inaweza ikalitambuaje? Basi ndio sehemu hii hapa ambayo tumeingia, ya wanawake na katiba mpya ya Tanzania. Karibu sana. Karibu kwenye kipindi dada. Asante dada. Tukutambue kabla hatujaenda mbali kidogo na masuala, maana wewe sasa ni mwanaharakati Sasa. Yep. Tukutambue kwanza. Mimi naitwa Janet Mawinza. Ni mratibu wa kikundi cha Jipange, ni mjasiriamali na ni mwanafunzi wa chuo cha jinsia na maendeleo TGNP. Okay. Mimi ni mshiriki wa TGNP pale kama mwanachama wa semina zinazoendelea pale. Okay, karibu sana kwenye kipindi. Asante. Sawa, tumetoka kuzungumzia mambo mengi tu huko mwanzoni wakati tunaanza kipindi, lakini tulikuwa tunagusa zaidi kwenye kundi la wafanyakazi wa majumbani ambao wengi ni wanawake. Wao wanaguswaje yani? Ninyi kama wanaharakati mmewatambua? Ni kundi lingine ambalo mnadhani katiba inaweza ikatambua, kwa sababu kundi la wafanyakazi wa majumbani ni watu wengi sana. Na wao ndio wameshikilia tuseme kwa namna moja au nyingine hata uchumi wa nchi, kwa sababu bila mfanyakazi wewe huwezi kuwa hapa kwenye kipindi, huwezi kwenda kwenye harakati zako. Kuna mtu ambaye unamwacha pale nyumbani ambaye ndio huyo mfanyakazi anaangalia nyumba yako. Je, katiba inamtizamaje? Katiba hiyo imewatazama hawa kwenye yani sisi tunaangalia mapendekezo tulivyoweka sisi pendekezo letu. Hapa tumewaweka pamoja na wale ambao wana ajira ambazo sio rasmi, kama pamoja na hawa wasichana. Unakuta kama wengi walioshindwa kwenye kazi ajira hizi za majumbani, unakuta wameenda kufanya kazi hizi za kwenye baa. Sasa tumetaka na eneo lile pale na lenyewe liweke kipengele ambacho limewatumbulisha hao wasichana wa majumbani na wasichana wanaofanya kazi za baa, wasichana wanaofanya kazi za ufagizi, na hao wa mamalishe na mamalishe. Okay. Kwa ambazo zinaitwa kazi gani? Ajira zisizo rasmi. Ajira zisizo rasmi. Okay. Sawa. Kwa hiyo mnataka katiba iwatambue. Katiba na yenyewe iwatambue. Mapendekezo yapo. Mapendekezo. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Mapendekezo yapo. Okay. Sawa. Lakini pia kwa kuwa ndio mwaka umeanza na tunasikia sasa hivi kuna raundi imeanza kwenye mchakato huu wa maoni, si ndio? Ndio. Hebu tupe update kidogo kwa sisi ambao pia kama nilivyosema tuko busy sana, huenda hatujajua kinachoendelea. Wanawake kama wanawake walipata nafasi ya kuanza kutoa maoni yao katika mzunguko ule wa kwanza, ambapo maoni yalikuwa yanatolewa kwenye mikoa, ambapo tume ilishuka mpaka kwenye kata. Ambako kule kwenye kata kulikuwa na mitaa ambayo iliteuliwa katika kila kata, wanawake walijumuika kwenda kutoa maoni yao. Kwa wenzetu wa mikoani, kutokana na jinsi walivyoeleza wenzetu wa tume, wanasema hawakuwa wengi sana. Wanawake hawakuwa wengi waliojitokeza kwenda kutoa maoni. Na hata kama walijitokeza pia hawakuwa na nafasi ya kuweza kuongea, yani wengine walikuwa na hofu. Na ukifuatilia kwamba kama tunavyosema kutokana na majukumu, yani mtu tu ameambiwa nenda kwenye mkutano tume leo imekuja, lakini hajui akaongee nini.
Okay. Kwa hiyo sio wengi walioongea. Okay. Okay. Lakini kwa huku mjini baadhi wamejitokeza raundi ya kwanza. Kwenye raundi ya kwanza. Baada ya hapo sasa raundi ya kwanza imeisha. Sasa ni raundi ya pili. Ambapo sasa taasisi mbalimbali zinaenda kutoa maoni pale kwenye Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Ambapo nasi kama wadau wa TGNP tuliweza kufika pale na tukatoa maoni pale. TGNP peke yao? Sasa hivi siku ya kwanza walikuwa wameenda TGNP peke yake. Na siku ya pili ilienda FEMAT ambayo yenyewe imechukua taasisi nyingi. Sisi tuna taasisi nyingi, maana yake nini? Maana yake sisi tunaangalia wanawake. Tunataka ni taasisi nyingi za wanawake ndio ilienda pale. Ambapo walienda wenzetu wa haki za binadamu Ligo, walienda wati walikuwa pale. Hizo ni taasisi za wanawake. Ni taasisi zinashughulika na masuala ya wanawake. Na walienda TAMWA, walienda na Taaluma Women, walienda wati, walienda Fodia. Sasa katika kwenda huko kutoa maoni, ni vitu gani ambavyo maoni gani kama makundi mnapeleka kule? Maoni ambayo tunayapeleka kama kundi sasa, ukiacha yale ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja mmoja anaweza kusema mimi bwana nataka katiba mpya ituletee maji. Sawa, maji ni kitu kikubwa sana of course, lakini kuna vile vitu wanasema si kila kitu kitaingia katika katiba, ambavyo huenda watu wengi walikuwa wanatoa maoni kwa maana ya kila mtu ana kitu chake ambacho ukiweka kwenye hiyo katiba zitakuja katiba ambayo hatuwezi kuibeba hata na winchi. Sasa katika kusummarize yale mambo ya msingi ambayo kama makundi mmeyatizama mkaona haya ndio mambo ya muhimu kwa mwanamke wa nchi hii, machache tu. Pendekezo la kwanza ambalo tulilifikiria liwepo, kwanza tulikuwa tunataka katiba iwe na mlengo wa kijinsia. Ambapo inawatazama waione kwamba ni katiba iliyotengenezwa na pande zote mbili, wanaume wapo na wanawake wapo, lakini bila kuwatenga wale walioko katika makundi mbalimbali, ikiwa ni walemavu, ikiwepo ni vijana, na wenyewe pia iwaangalie watu hao, na wenyewe pia iweke vipengele vya kuwatetea watu hao kwa usawa. Kwa hiyo cha kwanza katiba iwe inaangalia mlengo wa kijinsia. Mlengo wa kijinsia, mwanamke na mwanaume pamoja na makundi mengine maalum. Okay, lingine. Lakini tulikuwa na pendekezo jingine ambayo haki za msingi. Ya sasa hivi haitambui hayo masuala ya jinsia. Sio kwa kiasi hicho. Sio sana. Okay, sawa. Sio kwa kiasi hicho. Lingine. Lakini pia tulikubaliana na haki za msingi ambazo ziko kwenye katiba ile iliyopita. Ila tumesema zile zilizoko zitiliwe mkazo zaidi. Kivipi? Unaona? Ambapo kama kwenye kipengele cha 8 unaona, ambapo anasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na serikali inapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Unaona? Lakini ilikuwa kama ni hadithi. Sasa tunataka wawekee mkazo kwamba hili swala linatiliwa mkazo, kweli linafanyika hivyo. Kwa sababu mpaka sasa hivi hatuoni kama kweli wananchi ndio wenye mamlaka. Hatuoni kama wananchi ndio wenye mamlaka. Japokuwa katiba inasema, lakini ni kinadharia tu. Ni kinadharia tu. Okay. Sawa. Labda sasa yapo mengi ambayo yamepelekwa na muda wetu tulipeleka kama mapendekezo 19 jumla. Sasa sisi kama wanawake labda tunayapataje hayo mapendekezo ili tuweze kuona yale mambo ambayo wanaharakati wanayasukuma zaidi. Je, ni mambo ambayo yanatugusa moja kwa moja sisi kama wanawake, pia na sisi tuweze kushiriki kwa njia moja au nyingine. Tunayo machapisho. Mna machapisho. Yanapatikana namna gani? Tutatoa nakala, tunaweza kuwapatia. Nafikiri siku ya semina Jumatano zitakapoanza, tutatoa nakala nyingi. Semina inafanyika kila Jumatano pale TGNP. Okay. Sawa. Tunashukuru. Karibu tena mwanaharakati. Asante sana. Harakati zinaendelea au sio? Sawa, jamani, tunaendelea na Wanawake Live. Kama ulivyosikia, hizo ndio updates kutoka kwa dada yetu
ambaye Janeti, ambaye yeye ni mwanaharakati na tayari ameshatuambia ni kitu gani kinaendelea, kwa maana ya sasa hivi tunaendelea kutoa maoni yetu lakini kimakundi, na sisi kama wanawake ni kundi kubwa, kama nilivyosema tuko wengi zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo inabidi tufanye bidii sana, mambo yetu yajitokeze sana kwenye katiba mpya ya Tanzania ifikapo kama wanavyosema mwaka 2014. Lakini vile vile tumeona kwamba kumbe kundi la wafanyakazi wa majumbani sasa inabidi katiba iangalie, na wameweza kujumuishwa katika wale watu ambao wanafanya wanasema ni ajira zisizo rasmi, kama alivyotuainishia pale kwamba kuna wafanyakazi wa mabaa ambao wengi pia ni wanawake, na kuna wajasiriamali hao wadogo wadogo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi wa majumbani tusio na wasiwasi, katiba mpya huenda kama maoni yakichukuliwa kama yanavyotolewa ikatutambua. Twende break kidogo. Tukirudi baada hatujamaliza tuna segment nyingine ya 3 ambayo ni kujua ni kitu gani kinatokea ulimwenguni, ni kitu gani kinaendelea katika nchi yako, kitu gani kinaendelea katika mkoa wako au hata kama katika jamii yako, na mwingine huenda ni katika nyumba yake. Sawa, kwa hiyo tunaendelea na Wanawake Live, tunaenda break kidogo, nimwache dada Janet aende, ni mimi nikirudi tutakuja sasa kwa ajili ya kufahamu matukio mbalimbali ya wanawake ambayo yamejitokeza maeneo mbalimbali. Tunarudi. Katika matukio ya wanawake yaliyojitokeza nchini Tanzania ni pamoja na mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Tausi Said, mkazi wa Mbete, manispaa ya Morogoro, kujifungulia korido la hospitali kutokana na uzembe wa uuguzi. Haya yamejitokeza mapema mwaka huu katika hospitali ya Rufaa mkoani Morogoro. Kwa mujibu wa mumewe mama huyo, Bwana Kudra Alfan, alisema baada ya kufika hospitalini hapo, muuguzi wa zamu hakuonyesha ushirikiano wowote, na badala yake aliwaambia wambebe mgonjwa wao wenyewe na kumpeleka wodi ya wazazi, hali iliyopelekea mama huyo kujifungulia korido na mtoto wao kufariki dunia. Wanaume wilayani Muheza wametakiwa kufahamu kuwa hawapaswi kupewa tendo la ndoa kila siku ndani ya siku 30 na watambue huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Haya yalisemwa na mwezeshaji kutoka Jeshi la Polisi wilayani Muheza, Bi Amina Ngonyani, katika mafunzo ya siku moja yaliyoratibiwa na kikundi cha ujasiriamali cha Inuka yaliyofanyika katika ofisi ya kata ya Masuguru. Pia aliainisha unyanyasaji mwingine ni pamoja na mwanaume kumuomba mkewe tendo la ndoa kinyume na maumbile kwa kuwa amezoea kufanya hivyo na wanawake wa nje. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kikundi cha ujasiriamali cha Inuka Bwana David Msuya aliwataka wananchi kujua haki zao za msingi kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na kupinga ukatili unaofanywa, kwani ni haki yao na wasiogope. Huko New Delhi nchini India nako, tukio la kinyanyasaji limemkuta msichana mmoja mwenye umri wa miaka 23 aliyebakwa na wanaume 6 akiwa kwenye basi, kisha wabakaji hao kumtia vyuma sehemu za siri, hali iliyopelekea binti huyo kufariki dunia mapema baada ya kufikishwa hospitalini. Jeshi la polisi nchini India linawashikilia wahalifu wa tukio hilo, na kumekuwa na maandamano makubwa yakiendelea nchini humo kupinga vitendo vya ubakaji. Mwandishi mashuhuri nchini Liberia anayewakilisha sauti za wanawake wanaonyanyaswa na kukosa haki zao, Bi Mai Azango, hivi karibuni alitunukiwa tuzo ya Press Freedom kutokana na juhudi zake za kutetea wasichana wanaokeketwa nchini humo. Hata hivyo, baada ya kupata tuzo hiyo, maisha yake yamekuwa hatiani na anatuhumiwa kwa kuisaliti nchi yake kwa kuyakashifu makabila ya Liberia yanayoendekeza ukeketaji. Pamoja na hayo, mwanamama huyo amekuwa mstari wa mbele kupigania haki za wasichana na wanawake na kuishinikiza serikali yake ya Liberia kupinga vitendo hivyo. Nayo serikali ya Liberia kwa sasa imeanza mpango wa kuwapa ajira wanawake wakeketaji ili kuachana na mila hiyo potofu. Haya jamani, nimerudi hapa kwa ajili ya kumaliza kipindi kabisa. Bila shaka umeenjoy program yetu ya leo ya Wanawake Live, na hivyo ndivyo ambavyo sasa tumeanza katika mabadiliko ya au maboresho ya Wanawake Live, ambayo sasa inakujia katika mtindo huu hapo uliouona. Tuna segment zetu 3, tukitoka kuongelea mada yetu tunakuja tunakuhabarisha masuala ya katiba yanakuaje, mada tunayoiongelea yanaingiliana vipi na katiba mpya ya nchi yetu ambayo tunaitafuta mpaka 2014, lakini pia tunakupasha habari za matukio ya wanawake ambayo yanakuwa yametokeza maeneo mbalimbali. Sasa katika kumalizia ni kwamba tunaelekea bado kidogo, lakini kwa kuwa ndio kampeni yetu ambayo tunataka kuifanya, inabidi tuipe muda kidogo, kwamba mwezi wa 3 tarehe 8 itakuwa ni siku ya wanawake duniani.
sawa, ambapo na sisi hapa Tanzania pia tutakuwa tuna celebrate, tutakuwa tunasherehekea siku ya wanawake duniani katika kutambua michango mbalimbali ambayo wanawake tunakuwa tunaitoa katika jamii zetu. Sasa basi, katika kusherehekea siku ya wanawake duniani mwaka huu 2013, sisi kama Wanawake Live tumeona ni vyema tukatambua michango ya wakina mama na wanawake ambao wako katika jamii zao huko chini kabisa, wanafanya mambo makubwa kabisa ambayo yanaleta semeje, yani wana mchango mkubwa katika si tu familia lakini katika jamii yake, na huyo mtu hatambuliki popote, labda jamii yake ndio inayomjua, lakini huku labda sisi kama Wanawake Live hatujui. Tunafahamu tu michango ya watu maarufu, wanasiasa, tunafahamu tu michango ya nini, ukiacha wanasiasa wako watu wengi, unaelewa, hata watangazaji, sijui wana harakati mbalimbali, ndio tunao wajua, wale ambao wanajitokeza tu katika media. Lakini kama mbali na hapo, wanawake wengine wale wa chini kabisa ambao wanatoa michango yao inakuwa haijulikani. Sasa tunakuomba sana hii kazi tuweze kuifanya pamoja, kwa maana sisi Wanawake Live pamoja na wewe mdau wetu, kwa sababu wewe ndio huko kwenye jamii na unawajua hao wanawake na wamama ambao tunawahitaji. Tunaomba sana ututumie ujumbe kwenye namba zetu na utuambie huyo mtu ambaye unahisi mwanamke anafaa, yani tuungane naye kusherehekea siku ya wanawake duniani. Je, anaitwa nani? Amefanya kitu gani ambacho wewe unaona kabisa huyu mtu anafaa, tutambue huo mchango wake? Basi tutumie. Ukitutumia sisi kama Wanawake Live tutazichambua hizo message, tutaangalia wale ambao ametutumia, basi tutakuja huko mtaani kwao kwa ajili ya kuweza kutambua michango yao na kushare kwa pamoja kile wanachokifanya hapa kwenye Wanawake Live. Kwa hiyo kazi tunaianza sasa hivi mpaka tukifika tarehe 8 itakuwa kwa kweli tayari tumeshatambua angalau baadhi. Hatuwezi kufikia wote, tunajua ni wanawake wengi sana ambao wanatoa michango katika jamii yao, lakini angalau tutaweza kuwatambua kadhaa au wachache na tukasherehekea vizuri siku ya wanawake duniani. Unaonaje? Ni idea nzuri. Kwa hiyo basi tunasubiria message yako, tuambie ni mama gani au ni mdada gani, anafanya nini, kontakti zake pia ututumie, alafu sisi sasa tutafanya kazi ya kuwasiliana naye. Mwisho kabisa ni kwamba nikukumbushe tu wadhamini wetu ambao wanatupa support kubwa kabisa katika kipindi cha Wanawake Live, nikiwa na maanisha QFL wanaotengeneza magodoro Dodoma. Wao ndio wanatupa support kubwa kabisa kwenye kipindi chetu chote, lakini hawako wenyewe, wako pamoja na kampuni ya Tanzania Distilleries Limited ambao wao ndio wasambazaji wa Amarula The Spirit of Africa. Wao wanatusupport kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini vile vile sasa tumepata Arise Beauty Supply ambao wao ni wauzaji wa vipodozi. Wao wanatusupport katika segment yetu ile ya kwanza, kwa hiyo tunawashukuru sana. Pamoja na hao ni watu ambao wananivalisha, wananifanya niweze kuwa presentable hapa kwenye kochi hili kubwa kabisa heavy la Wanawake Live. Nazungumzia Beauty Point ambao wao ni wauzaji wa nguo za aina mbalimbali za kike na za kiume. Wako Mayfair Plaza, ukifika pale unaweza kujipatia nguo yoyote unayotaka na kwa bei nzuri kabisa. Lakini pia pamoja na viatu, si nguo peke yake. Vile vile nywele. Rose Brazilian. Ukifika kwa Rose pale utaweza kujipatia nywele yako nzuri kabisa ambayo ni original, ni ya Kibrazili kabisa na unakaa nayo miaka kibao tu na bei yake si mbaya. Ukiangalia miaka unayokaa na hii nywele na bei, yani cheap kabisa, cheap. Bei rahisi yani manake. Kwa hiyo nashukuru sana. Mimi naitwa Joyce Kiria the Superwoman. Tukutane wiki ijayo kwenye Wanawake Live nyingine ambayo itakuwa inakujia kupitia East Africa TV. Asanteni. Kwaheri. Unaweza mama, una mali, unaweza elimu unayo, unaweza uwezo unao, unaweza nia unayo, unaweza Wanawake Live. Wanawake Live imeletwa kwenu na QFL Magodoro Dodoma. Amarula.
the spirit of Africa.